Mtazamaji na mfuatiliaji wa Dar es Salaam Tanzanite TV, ni wasaa mwingine tena katika kipindi chako kipendacho cha Love Power, ukiwa na mimi mtangazaji wako Charming Mama. Lakini kama ambavyo naona leo sipo peke yangu, mjengo umetaradadi, niko na watu wangu wa nguvu, watajitambulisha kwa majina yao. Nitaanza na kulia kwangu, karibu. Mimi ni Hamza Swago na aka Mzugodi Kubati. Karibu sana. Asante. Mimi kama kawaida yake ni King Sharif. King Sharif, single boy. Kama ilivyo kawaida yetu jamani, mjengo huu haukaagi bure, hususan katika kipindi hiki cha Love Power ambapo mioyo inaongea bila kutoa sauti, lakini tunapakaza mafuta ya upendo katika mioyo hiyo kwa kupendana kwa dhati katika mahusiano. Basi leo hii tuko na mada kabambe ambayo tutajadili kwa pamoja, ambayo inasema namna ya kunogesha mahusiano. Basi sitashambulia peke yangu mada hii, bali nikiwa na ndugu zangu mahali hapa, lakini bila kukusahau wewe mtazamaji ambaye utakuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nitaanza na mjukuu wa Dikupatile. Ni namna gani watu wanadumisha mahusiano? Hapana, tujue mahusiano ndio kitu cha msingi. Ndio. Kama unajua mahusiano ni nini, huwezi kuyadumisha. Sawa sawa. Kwa mahusiano kwanza yenyewe ni nini? Mahusiano ni namna ambavyo watu wanakubaliana kwa mada halisi ya mchenyewe au sawa. Mahusiano ya mke na mume au ya uchumba namna gani ya dumisho, ndio. Kwa mahusiano namna makubaliano ya watu wawili wanakubaliana kwa pamoja kwa nyakati hizo husika. Usani ya kimapenzi, ndio mahusiano yanazungumza leo. Sasa namna gani itumike ya kudumisha mahusiano? Kwanza umakini. Pili, kila mmoja amfahamu mwenzi wake. Tatu, ni namna gani utayatumikia hayo mahusiano. Kwa ufupi, mahusiano ni kama mpumo fulani hivi, kwa ukubali tumika. Yeah. Kwa ufupi. Sawa sawa. Vipi kwa upande wako King Sharif, watu wanadumisha vipi mahusiano? Tushapata kwanza nini maana ya mahusiano, si ndio? Baza yetu. So kinachobakia ni tujue ni namna gani ambavyo mtu anaweza kudumisha mahusiano. Kwanza huo ni wajibu wa kila mtu ambaye yuko kwenye mahusiano, si ndio? Kwa upande wa mwanaume na upande wa mwanamke. Ni kitu gani? Kwanza kila mmoja atekeleze wajibu wake, si ndio? Ajue kwamba mimi nitaplay part hii na mimi nitaplay part hii, kufanya kudumisha nini? Kudumisha hayo mahusiano. Sasa vitu ambavyo mimi naona kwangu ni vya msingi kabisa ambavyo hufanya mahusiano yaweze kudumu. Kitu cha kwanza, sex. Yaani mapenzi, yaani tendo la ndoa ndio kitu ambacho nambari moja kabisa kinachodumisha nini? Kinachodumisha mapenzi. Lakini pia kuna hizi gift ambazo tunapeana, si ndio? Boy anamletea mwanamke, mwanamke anamletea mwanamume. Lakini pia ni vitu ambavyo vinaweza kudumisha mahusiano. Lakini kitu kingine ambacho tena ni cha muhimu, ukaribu na muda. Nikupe muda niwe karibu na wewe. Sawa? Ni vitu ambavyo huwa vinadumisha mahusiano tena pakubwa sana. Mimi naweza nikasema hivyo vitatu. Sawa sawa. Mmezungumza point kadhaa kuhusiana na swala zima la kudumisha mahusiano. Lakini kuna hili swala moja la mawasiliano kwa ujumla. Hii na yenyewe imekaje katika upande wa kudumisha mahusiano? Je, mawasiliano yana kipaumbele katika kudumisha mahusiano na mwenza wako? Mawasiliano ni swala kutambuka. Haijalishi kwenye mahusiano au kwa jambo lingine lolote. Lazima watu wawe na mawasiliano. Sasa mawasiliano jinsi mlivyoanza mahusiano yenu na namna mnatoa mnafikia. Sawa sawa. Sasa kwenye mahusiano watu wanachangia kitu kimoja. Wanataka mawasiliano yaanze ndio yawe katikati hivyo na hata baadaye yawe hivyo. Ni kitu kisichowezekana. Kila kitu kiwe na wastani. Hata wa mawasiliano, sababu yakizidi sana ataleta umaskini. Kutakuwa kuna majukumu mengine yatakayofanyika. Kuna majukumu yote yatakayofanyika zaidi ya mawasiliano. Kwa mawasiliano yanadumisha mahusiano na kuelewana wewe mama, lakini lazima yawe ya wastani, yawe na kipimo, yasiwe kupitiliza, sababu kuna majukumu mengine pia yanatakiwa yaende kwa sababu tu ya maisha halisi tunayoishi. Kwa kwenye mahusiano kuna vitu vingi ya kudumisha, unahitaji hela pia, uchumi. Kama nitakuwa nimekaa kwa nzima na dili na mawasiliano na wewe tunachat tunabishana, afu kesho baby nimekuwa hapa pasina la kitu fulani, afu ninaanza kupenda sana. Lakini inaweza isiwe kwa kutwa nzima. Kuna mfano mzuri, kuna jamaa fulani tulikuwa naye nusu saa zilizopita. Ametumiwa tu ujumbe na mpenzi wake. Umeona?
Yaani ndio message ya salamu ile nasalimiwa. Akasema kwamba sasa tutakaa tuna chat tu muda wote na ndo kumekucha. Lakini nategemea wakati wanaanzisha ile uhusiano lao walikuwa na mawasiliano ya namna gani kama ulivyotangulia kusema. Hatufanyi kila kitu, nategemea na mlivyoanza. Tumeanza umenizoesha hivi. Katikati hatujazungumza unabadilika ghafla kwa upande wako King Sharif. Yaani kitu cha kwanza ambacho natakiwa kujua, kwanza jua namna kuadapt mazingira kulingana na muda mwafaka, si ndio Uwezo kaniambia kwamba the way tulivyoanza ndivyo tutakavyoendelea. Hiyo ni ngumu. Inabidi kwanza tujue kwamba chaita tupo kwenye mahusiano. Sasa cha kufanya tuanze kuwajibika, si ndio kufanya ile mahusiano yaendelee kuwa vizuri. Na si mawasiliano tu ambayo yanadumisha mahusiano, si ndio? Kwa hiyo tukisema tukalie mawasiliano, tutakulaje sasa? Tutatokaje tukiamua tutoke, si ndio? Kwa hiyo kuna muda wake mawasiliano yana take place fresh na yapo vizuri, lakini kuna wakati mwingine niache kwanza nipambane, nikoache kwanza nawe upambane. Sio asubuhi tu jioni. Asubuhi. Nimemtolea mfano huyu jamaa aliyetumiwa message asubuhi tu na mpenzi wake. Haijakaa sawa. Kama unanisalimia asubuhi, kama unanijulia hali ya salama asubuhi fresh. Lakini kuna kitu fulani vinachosha kwamba unisalimia nini? Sasa madam kitu moja ukijue. Haiwezekani kasalimiwa tu wajibu hivyo. Kuna kitu kingine kiko nyuma hapa zia. Umekichukua tu kile kitu ambacho katuma message anajibiwa hivi ili ukao upande wake. Mtazamaji, nataka nikwambie tu hizo ndio kodi zao wanaume hivi. Sijamtaja ni nani, hamjui, lakini kikubwa amesema huenda kuna kitu ambacho sikijui. Yamkini huenda ikawa ni hiyo tu salamu. Tumezungumza pia swala la muda. Hiyo ilikuwa ni mawasiliano King Sharif. Muda kwamba wapenzi inabidi wapeane muda. Lakini hapa mjukuu alikupatila alisema kwamba wakati mwingine mtu unaweza ukawa busy zaidi. Ulikuwa unamaanisha nini ulivyosema muda? Nilivyosema muda mimi, unajua kwenye mahusiano hakuna kitu ambacho ni kitamu au kizuri kama kuwa mnakutana, mnapiga story. Kuna muda wa jokes, kuna muda umechoka au kila mtu katoka kupambana zake, amerudi nyumbani au sehemu yake, anakuambia njoo, mnakaa mnapiga story. Mwingine mnapeana pole na kulingana na majukumu mliyopita au changamoto mlizokutana. Kwa mnapeana ile pole. Ndio muda wenyewe ninaozungumzia mimi kwamba ifike hatua sasa tupumzike, tupate angalau hata dakika 30 kwa ajili ya kupongezana, labda kupiga story, kushare mawazo, vitu kama hivyo. Na hivyo pia vinadumisha mahusiano. Na mpaga muda mpenzi wako? King Sharif sasa ni kivuruge sawa. Usione naongea lakini si kama natekeleza yote naongea. Ila ipo hivyo. Kawaida inatakiwa kuwa hivyo. Inatakiwa umpe muda mpenzi wako na pia akupe muda. Si kwamba kila siku tutakuwa tunaongea kwenye simu inachosha hiyo. Maisha yapo serious hivyo. Mjukuu alikubatile unalizungumziaje swala la muda katika mahusiano na linawezaje kudumisha uhusiano? Unajua cha kwanza kama nataka kudumisha mahusiano yenu wapenzi mke na mume hakuna namna ya kuwa rafiki. Sasa hadi mtu akishakuwa rafiki yako anakishakuwa rafiki yako unakuwa na uhuru naye, umempa muda ataheshimu muda uliompa, ukumpa atakusemea mume wangu au mpenzi wangu na azizi wangu atakuwa ametingwa na majukumu sio kawaida yake hivyo. Kwa hiyo kwanza lazima mjenge urafiki sawa. Nazungumza sana rafiki ni sehemu ya kama ni antivirus pia kwenye mahusiano. Sasa kwa mnapokuwa marafiki kuna vitu vingi sana mtavihendo. Aishi mko pamoja au mko pamoja. Nenda karibu swali lako moja kwa moja kuhusu swala la muda. Muda lazima mpeane. Sasa unajua hakuna kitu kitakachokwenda bila muda. Sasa nipe muda, nimekosea nipe muda. Pengine hata kama hujaniambia kwa salamu ukinikomba anajua na wewe kuomba msamaha. Lazima nimekosea ile radhi. Kama usiponipa muda tafsiri yake tayari utanihukumu. Sawa. Kwa muda ni swala mama kwenye mahusiano. Ninaamini pia. Shukrani sana kwa hilo. Lakini sasa hapa King Sharif pia alizungumzia swala zima la sex. Sex ipo kwa upana sana. Hivyo unaweza ukatuambia pamoja na mtazamaji kwamba sex ina kiwango kikubwa sana katika kudumisha mahusiano. Tena hiyo ndio nguzo namba 1. Yaani mtazamaji ni mtazama ajue kwamba sex ndio nguzo namba 1. Sema tu watu hawajui. Kuna ile sex kwa sababu ni kitu cha hisia, si ndio? Kitu cha emotion, kitu ambacho kimebeba yani feelings kubwa, si ndio?
So tunapokuwa tunasema kwamba tupeane muda, tuwe na mawasiliano, tuwe na mahusiano, kwanza hakuna mtu ambaye anaingia kwenye mahusiano akiwa yupo kamili, si ndio? Akiwa ndio ushanipata, si ndio? Kwa hiyo kama kila mtu anakuwa na emotions, hisia anapotaka kuingia kwenye mahusiano, maana yake target kubwa ni kuja kufanya tendo, si ndio? Na ndio maana unaambiwa ile nice mami, unaambiwa ile hivyo. Kwa hiyo sasa kitu ambacho ni major kabisa kwenye mahusiano, target kubwa ya mahusiano ni kuja kufanya nini? Kufanya sex. Lakini watu wanaweza wakafanya sex lakini uhusiano ulisina nini? Sawa, ninaamini. Sasa tunapokuwa tunazungumzia mahusiano, maana yake si maridhiano ya watu wawili wameamua kuingia kwenye mahusiano. Maana yake target kubwa ambao wanakuwa. Kwa nini sasa mahusiano yanasema ni mwanamume na mwanamke? Different sex, kwa sababu kuna kitu ambacho ni target kubwa ambayo ndio major kabisa, na hicho kitu ni tendo la ndoa. Kwa hiyo katika mahusiano iko pia huwa unakizingatia. Hicho ndio kitu ambacho kwa muda gani labda ili ujue huyu mpenzi nipo naye, utavumilia kwa muda gani? Kuna wale ambao wapendi kufanya sex mapema. Kwa mfano akikupeleka kwa mwaka mzima huwezi kuamini kama mpo kwenye mahusiano. Hiyo hutegemeana sasa na mipangilio yenu nyinyi ambao mpo kwenye mahusiano. Kuna wengine wanaanza leo na sex wanafanya siku hiyo hiyo. Kuna wengine mwaka, kuna wengine miezi. Kwa hiyo inategemeana tu na wewe na mpenzi wako. Kwanza hisia ambazo mmebeba juu ya mpenzi wako. Au mnaelewana vipi maelewano yenu? Kwa sababu brother alisema kwamba mahusiano ni urafiki, si ndio? Kwa kuna wale wengine wanakuja kwenye mahusiano tayari wanakuwa ni marafiki sana kupindukia sana. Kitu kwa kimebaki tu ni neno kukwambia tu nakupenda. Ila urafiki ulikuwepo muda sana. Na kuna hawa pia ambao hawajawahi kuwa marafiki ila wakawa marafiki baada ya kuwa na mahusiano. Inawezekana ndio, lakini sasa kwenye swala la sex siwezi kumpangia mtu kwamba tutafanya baada ya muda kadhaa. Yaani ikitokea hata leo twende kazi. Unajua kuna kitu naamini wanasema kwamba penzi halili chakula lakini huwa tunalilisha. Hii ni kwa sababu gani? Kama ambavyo tunasema tunataka kujua namna gani utafanya uhusiano lako lidumu. Kuna wale wanapendaga kusema mapenzi huwa yanaisha. Kutokana na hizi point kadhaa, mapenzi kweli huwa yanaisha, lakini umefanya nini ili kudumisha lile uhusiano lako lisifanyeje? Lisiishe. Unajua kuna mtu anaweza kachoka tu, yaani akachoka labda kutokana na sababu baadhi ya vitu ulikuwa unafanya zamani, siku hizi ukaacha. Na ndio sababu unakuta watu wengi ambao wanaingia kwenye ndoa utasikia ukiona mume wako au mke wako siku hizi amekuwa hivi, unajua kuna vitu ulivyokuwa unamfanyia umeacha kufanya. Hii nayo ipoje? Kwanza wapenzi au wanaangalia kuzungumza na wanandoa sana na wapenzi na kusia kidogo. Kuna namna ya adhabu ya kupeana pindi mnapokoseana. Na sana na kwa maana wanawake. Kina mama wananyoto wanapenda sana mapenzi kuliko sisi. Isipokuwa ni ya kuzoea. Hadi ya kujue. Yaani sikuzoea lazima mzangu na mimi. Ndio. Iko hivyo. Ndio kuta kwenye ndoa adhabu tunazopeana zizingatie kipimo. Wanawake wengi wanaamini kabisa adhabu ya kumpa mwanamume wao au mume wake mtu ni kunyima tendo. Sawa. Na wanaamini adhabu hiyo ni kubwa sana. Akimpa hiyo atakuwa amemkomesha, kumbe ndo anazidi kupoteza. Lazima tuzungumza kuhusiana na tendo na thamani ya tendo katika mahusiano hasa ya wapenzi. Sasa ile ni kachumbari. Sawa. Wewe ukipika pilau bila mafuta, bila nyama, lazima hivyo viwepo. Sasa zile zaba wanazopeana na ndoa ndio changamoto. Kwa hiyo cha kwanza nyinyi wenyewe pia muwe na muda huo wa kufanya jambo hilo. Sasa ikawa sio kila wakati. Sawa, inaweza ikawa sio kila wakati. Ila nyinyi kama nyinyi wenyewe mmelipa muda jambo hilo. Sawa, lakini sababu za watu wao kwa kwenye mahusiano. Kwa hiyo mahusiano kama tuna sababu zake. Kweli. Inaweza kama Hamza nimeacha mahusiano na mpenzi wangu kwa sababu ya sex. Mwenzangu hata mahusiano kwa sababu ya hela zangu. Na kuna yule ambaye anaamua kuanzisha mahusiano kwa sababu anakuonea huruma. Lakini unajua kitu kimoja ambacho tunatakiwa kuzingatia. Kwenye mahusiano, unapoingia kwenye mahusiano, kila mtu anakuja na lengo yake. Lakini pamoja na yote nikukatishe kidogo. Wanaokuja na malengo, epuka sana yule ambaye anakuja kwako kwa sababu ameachwa na mwanamume anayempenda au mwanamke anayempenda. Anakuja kwako kama kulipiza kisasi. Utamjuaje sasa? Huwezi kumjua mwisho wa siku, lakini yule jamaa yake akitaka kurudi ndio utakapojua. Hapana, ndio muda. Hakuna uongo unaojificha ndani ya muda.
Ndio kama muda huyu mpenzi wako naye bwana wale lengo lake lote unajua chama muda lazima unaanza mistake hapa kwa sababu anaweza kutokea unajua huyu hapa huyu kafuata kitu fulani wangu sio upendo sawa kwa mahusiano tunaanza mahusiano ambayo yanajengwa na upendo kwanza tujue kukosana ni kawaida mambo au wapenzi wa chumba huwa mnakosana au mtakosana tu hata mwezi kuepuka kombe mnakaa tu kwenye kabati mnagongana itakuwa nyinyi wa chumba au sisi wapenzi au sisi wanandoa kwa ndivyo lazima tutatokea kukoseana sasa tunaishi baada ya kukoseana sawa shida sio kukoseana shida makosa kujirudia sawa sawa sio mazuri kufanyiana wapenzi sababu kuna wakati itakuwa ni mazoea mtu atakuongea na wewe tena anakuacha uendelee kufanya unachotaka wewe kama ni sahihi ni sahihi kwa nyinyi wanandoa kama wanandoa mna jukumu la kudumisha nyinyi ndio watu wa kwanza kudumisha mahusiano ya ndoa au wachumba kwa upande wako King Sharif unajua cha mama alikuwa najifikiria kitu nikakumbuka kuna brother mmoja aliniambia kwamba brother Terence usije ukafanya kosa ambalo ni la kulipiza kisasi endapo mpenzi wako akikukosea yani hakuna kitu kinauma kama kulipiza kisasi unajiumiza mwenyewe kwa sababu yani kuna ile kakukosea badala ya kumapproach mwambie 1 2 3 umefanya hivi hujafanya sawa inabidi ubadilike wewe una mute unaenda kutafuta visa ambavyo na utamlipizia kisasi kwa hii inauma sana ni sio nzuri hata kidogo kwa sababu mpenzi wako ataendelea kufanya makosa yale bila yeye kutambua kwamba ni makosa na utaendelea tena kulipiza vile vile kwa hiyo hamna sema ambapo mnaenda yani kitu cha muhimu ni tuambizane kwamba 1 2 3 umezingua ndio maana sasa ule muda bado unarudi unaona sasa ile nafasi ya muda kwenye mahusiano bado inarudi kwa sababu mtakuhitaji tukae si ndio 1 2 3 hujafanya fresh 1 2 3 sijafanya safi tujirekebishe kwa namna hii 1 2 3 tunazungumza kwa hiyo kwa neno kidogo unajua kuonesha wivu kupitiliza unajua uhusiano unarudishwa na wivu lakini uhusiano pia unaweza kubomolewa na wivu sawa kwa wivu uwepo lakini usiwe mambo vya trayo chai mama wivu umekuwa ukiharibu sana mahusiano ya wanandoa wapenzi kwa unakuta wakati kama hapa nimekuja kwenye kipindi hapa leo kufuata nini huko mbona hivyo inakaa kama mtu yuko nje kwa asubuhi Tulia ofisini anakuta umeletewa huduma ya chakula pale kwa nini akuletee mwanamke wanasubiri unasikuja mwingine sababu kuna ile unaambiwa kwamba ukiona mpenzi wako hana wivu na wewe unajua kupenda hata kidogo wivu uwepo lakini kwa kiasi kama ambavyo umetangulia kusema Hamza kwamba hususan kwa wanandoa tukiozungumzia sana na pia ulizungumzia muda sasa muda kwenye wanandoa hususan sisi wanawake umeona tuna tabia fulani ya kutopenda kuwapa muda wanaume zetu huenda kama hivi ametoka Hamza amekuja hapa unakuta mwanamke ana mind umeona Hamza au wewe King Sharif kuna muda unahitaji uwe na rafiki zako mnazungumza mambo yenu ya kiume utasikia dakika 5 tu labda umetoka umemwaga mke wako si ndio umempa taarifa mwanamume agi unampa taarifa unamwambia nipo na wakina King Sharif kama dakika nusu saa muda umepitiliza unaanza kuleta ukorofi ni hivyo ambao umepitiliza hauna maana tena lakini hata upande wa wanaume mwanamke wako amekuaga ameenda kwenye yupo na wanawake wenzie maeneo fulani amekwambia labda nusu saa au saa mtu anajua anapoenda ajui anaporudi labda ikaongezeka kidogo inakuwa kelo nafika tamu mwanamume anamfuata hata mwanamke eneo alipo anamdhalilisha umeona hiyo ipo lakini unajua wakati mwingine tunaangalia kwanza kuna ile matukio ya nyuma inaweza kujenga leo si ndio matukio ya nyuma yanatujengea leo au yanatujengea kesho kuna ile ushawahi kumbaini au kumfumania somewhere akimpiga matukio afu kaona tena anaenda tena kwenye engo ile kama anaenda vile vile ndio ile sasa unaanza kujiuliza au atakuwa anarudia yale mambo aliyokuwa anayafanya kwa ndio ile sasa unakuta yani huna amani muda wote unatamani umpigie simu ujue yuko wapi kwa vitu kama hivyo vinatokea hiyo wanafanya watu ambao hawajiamini lakini kama unajiamini muamini mwenzako ni mtu mzima zungumza kama ulivyosema hii inatokea kwa wale ambao wasemi mwanamke au mwanamume amekosea hasemi ananyamaza umeona labda umemfumania
Isiwe live, labda kuna ile unakuta SMS, unakuta wanaume wana tabia tu ya kupuzia, kuna mwingine hasemi. Ananyamaza na kufanyia visasi kwa makusudi. Lakini kama umeamua kusema mkazungumza, unampa uhuru wake, ni yeye sasa akili kichwani mwake. Na nikwambie kitu, mwanamke ambaye shawahi kufumwa anakuwa makini na muoga sana akiona mwanamume amfuatilie tena. Lakini ukiendelea kumfuatilia kwa staili hiyo, unampa hamasa na kuchochea azidi kufanya. Anajua kwangu apindui, kwangu atoke. Kidogo mnijazie nyama. Jazie usiwe na mpenzi usemwamini. Usiwe na mke. Usemwamini. Hadi akisha unapokuwa na mpenzi wako, kama umwamini tatala vingine yote mwachane. Sawa. Sababu utaishi na mtu ambaye umwamini kabisa. Sawa. Kwa hiyo cha kwanza kinachoweza kudumisha mahusiano ni uaminifu kwenye mahusiano. Haijalishi mahusiano namna gani, hata mahusiano ya washikaji wa kawaida. Ndio wewe rafiki yangu King Shari, kama sikuamini sina sababu ya kuwa karibu na wewe. Ndio. Nitatoa sababu ya kuwa mbali na wewe. Cha kwanza ni uaminifu. Mimi ni kuamini, wewe uniamini. Mke wangu ni muamini, yeye aniamini. Na ikibidi naweza kumsemea mke wangu hawezi kufanya. Hata mtu aliyeniambia, bwana mtufaka sema naye. So kweli. Kama ni kweli kasema naye, lakini jambo la kwa sababu itakuwa alikuwa inasaidia sana kwenye kulinda mahusiano. Ni mahusiano yanalinda watu wengine kama nayo pia. Kuna sehemu kama unaelewa hivi sawa mwenzi wako, lakini kuna sehemu pia unahitaji umwamini na umwekee hiyo gari, umwekee ulinzi. Aseme yes. Tunakuwa antivirus wake. Ndio aniamini. Kwa hiyo mbona unamwamini vile? Ikitokea sasa akavunja unaona anajisuta mwenyewe. Hivi nikifanya hivi ndio wangu ananiamini. Akigundua nimefanya ujinga huko. Hata nichukuliaje? Nitamuumiza kiasi gani mwanaume? Huyu mwanamke mwanamke nitamuumiza kiasi gani? Sio sana. Na kutokana na hayo uliozungumzia kuhusiana na kuepuka kumtupia mtu mzigo wa lawama. Siku zote jamani, katika mahusiano ukisema umtupia mwingine mzigo, kama huwezi kurekebisha, itabaki kila mtu anasema ni wewe. Isipokuwa tujifunze kutenga muda wa kuzungumza kulingana na matukio ambayo tunapigana. Kama unahisi mwenzako amekupiga tukio, wekeni muda, zungumzieni, mwambie 1 2 3, na mnapoamua kuzungumza asitokee mtu wa kumlaumu mwingine. Kwa upande wako King Sharif, kwa kumalizia, kitu cha kwanza ambacho nataka tena niwakumbushe wanaotutazama, tuwe marafiki kwenye mahusiano. Sawa. Mimi nisikuogope, wewe usiniogope. Yaani tuwe na ile hali ya kutokumogopa mwenza wako. Sawa. Hii itakumake wewe comfortable kumwambia shida yako. Lakini pia hata kwenye kumpongeza, huwezi kumpongeza mtu ambaye unamuogopa. Kwa sababu unaweza kumwambia leo umependeza, kwa hisi labda atakuwa tofauti, kwamba labda atakuwa ananisimanga wewe. Mimi sijapendeza, atakuwa ananisema. Kwa ukiwa na hali ya kumogopa mwenzako, huwezi kumwambia ukweli kuhusu kile kitu ambacho ameweza kukifanya, si ndio? Lakini pia tuwe na hali ya kushukuru, hali ya kuwapongeza, hali ya kuomba msamaha endapo tukikosea. Mimi nahisi ndio kitu ambacho ni vitu vya muhimu, ni vitu vidogo vidogo lakini ambavyo vinadumisha mahusiano, kwa sababu unaponipongeza na kuwa comfortable. Hata nikienda kwa washaji najua huku pongeza kwanza nimezipata, wewe ukija kunipongeza, mtu mwingine akija kunipongeza naona ni hizo, kwa sababu tayari kule nishapongeza. Lakini sasa ukiona wewe hunipongezi, nikapita njiani nikapata mwingine ambaye ananipongeza, chunga wewe, unaweza kaachwa. Kwa sababu sisi tunapenda pongezi. Wewe wanawake, wewe wanaume, kila mtu anapenda apongezwe, asifiwe. Ni sawa King Sharif, asante sana kwa maoni yako. Lakini sasa mtazamaji, nataka nikwambie haya ni machache kati ya yale mengi ambayo tunakuandalia siku zote, si pingine ni hapa Dar es Salaam Tanzanite TV. Lakini tunahitaji tupate neno kutoka kwa mjukuu wa Likupatile la kumalizia. Ndio mtazamaji, jiamini. Inayo mpenzi wako anakufuata wewe, anakupenda. Hata kwa nawe mpenzi wako wewe mwanamume wewe mwanamke, ina maana wewe mnapendana au unampenda au anakupenda, lakini mpo kwenye mahusiano, sawa? Mahusiano pia yanajengwa kwa kujiamini. Ukimfanyia kitu mpenzi wako, fanya kwa kuamini umefanya kweli. Sawa. Usijaribu. Sawa. Hata kwa faraga. Akupata nafasi hiyo, fanya kweli, komesha. Akitoka huko, asema changanya huko, usiende mbali. Akipata nafasi itembee haki. Unajua mazoea. Usikia siku mpya. Sawa, kuwa mbunifu, ili mke ile mume, kuwa mbunifu kwenye tabia zako. Chimba tabia nzuri zote, zipeleke nyumbani pale. Jifunze. Ndio madini hayo, ndio madini. Madini ya chimba madini, tunajifunza sisi kila siku. Tunajifunza, tunajikamilika. Kwa maana kila siku tuwe wapya. Mapenzi hayahitaji mambo makubwa.
vitu vidogo sana Vinadumisha. kwa macho ya kawaida huwa vinapuuzwa. Kwako mtazamaji, usipuuze. Asante sana. Lakini pia na mimi Charmaine Mama sitakuacha bure. Kwa hitimisho nataka nikusisitize tu kwamba kudumisha uhusiano sio kitendo cha siku moja. Hivyo usichoke, hakikisheni mnadumisha uhusiano lenu. Uhusiano nzuri na tamu ni kama maua. Unajua maua unavyoyamwagilizia yanazidi kuchanua, lakini ukiacha yatazidi kusinya. Kwa hiyo utachagua mwenyewe kipi ni kipi, lipi ushike, lipi uache, na hivi ndivyo tunamaliza, na mambo mazuri huyapati pingine bali ni hapa hapa Dar es Salaam Tanzanite TV. Ulikuwa nasi, tunakupenda sana, endelea kutufuatilia katika vipindi vyetu vyote. Asante.